Bana, mimi naitwa Ahmed, hilo jina langu la kuzaliwa au maarufu kama Meda TZ, Mr. Kongoi, Mr. Barua kwa Diamond, sidhani majina mengi ya mwanamuziki. Muziki kama hivi ambavyo watu wanafuatilia kazi zetu. Nafanya biashara bila kusahau. Sawa, kwa upande wenu wasanii, kwa mfano kija kipindi hiki cha mfungo, kwa sababu sasa hivi tupo Waislamu, ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia kwa Wakristo wapo kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni wakati mzuri kwa dini zote. Kuna namna huwa Ramadhani ikifika inakubadilishia mfumo wako wa maisha? Automatically, sababu nafikiri watu wote yani kwenye jamii nzima, sababu tunaangalia ni mwezi ambao watu kidogo wanamrudia Mungu. Na sio kwamba tutaki kumkumbuka Mungu wakati wote, lakini ni mwezi ambao nafikiri umeazimishwa kwa ajili ya watu kumrudia Mungu, kufanya ibada kwa ukaribu, kufanya toba. Kwa hiyo nafikiri ni mwezi ambao ni lazima watu warudi kwenye kunyooka kidogo, hata kama kuna vitu tunavifanya mnaweza mkavistopisha kidogo. Kama sisi wengine tunafanya muziki kidogo, tunaacha hivyo vitu kwa muda fulani kwa ajili ya kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Biashara zinaendelea kama kawaida, kwenye muziki kidogo stop. Na mimi sijatoa kazi muda mrefu, na ukiacha tu mwezi wa Ramadhani sijatoa kazi muda mrefu ni kwa sababu ya vitu vingine vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea out of hizo kazi zetu za muziki. Akisikia kuzungumzia zile muziki sababu tuko kwenye mwezi ambao hauruhusu kuzungumzia sana kwenye career yangu ya muziki. Mashallah. Sawa. Lakini mara kadhaa pia nimekuona ukiwa ni mtu ambaye unapenda sana mpira. Siku nimekuja pale ofisini kwako ulini surprise sana kukuta eti kwamba unaangalia mpira. Nikasema tena na mpira wapi na wapi? Ujue bana, mimi nilikuwa zamani napenda mpira. Miaka ya nyuma kulikuwa ni 2011 10 nilikuwa kindaki unaona, mpaka 2010 huko ile Manchester sio kina Reyes kina Giggs sio kina nani, ile mimi nilikuwa ile Manchester ile nilikuwa mshabiki wa mpira. Lakini kuna kastori fulani kalitokeaga akanifanya kaulazima kwamba nisifuatilie tena mpira. Kwa hiyo miaka ambayo umenikuta umesema umenirushia kutoka ofisini kwangu, nafikiri mwaka huu mwaka jana nafuatilia mpira tena, nimekuwa nikipenda kwa sababu nimeona hakuna ulazima mimi kuacha kufuatilia mpira, sababu naona sasa hivi vitu viko hivi. Unajua, kwa mpira ni kitu kizuri, ni burudani moja nzuri ambao watu wanapaswa pia kuisupport. Kama naona sasa hivi mpira umekuwa unakuwa, team leagues zimekuwa zinakuwa, timu zetu zinaenda mbele, tufike hata AFCON. Kwa sasa hivi kidogo alhamdulillah tunawatishia, si kwa tu mambo ya figisu tulikuwa tunafika mbali. Usishangae ukiona siku moja hata nimevaa jezi langu lina nembo nyuma huko, kawaida kabisa. Nembo ya timu gani? Mimi Mwananchi. Shabiki wa Yanga Sports Club. Mimi Mwananchi kindaki kabisa, na napenda, na hata sasa hivi ikifungwaga huwa naumia. Nilikuwa sijuaje masuala ya kuhusiana na maumivu ya mpira, lakini kiukweli ushabiki unaumiza. For sure. Kunguru anakupiga kelele huyo? So unajua sana pwani huko. Ishara gani? Au wimbo wa Mwenyezi Mungu tu anafurahia. Kwanza wewe ni shabiki wa Yanga na ilikuwaje? Mimi to be honest, mimi nilikuwa sijuaje chochote yani kuhusiana na wachezaji, lakini mimi kuna kipindi nyuma hapa kuna mchezaji mmoja anaitwa Mayele. Alikuwa na hit kipindi chake ujue tena sikufanyaje. Basi mimi pale uweze amini ndo nikaanza sasa yani kupenda mpira ile bwana, huyu anacheza timu gani, huyu yuko Yanga, basi nikaanza kuwa hivi. Na mwingine pia kabla sijafanya option ya kuhamia kuwa mshabiki wa Yanga, nilikuwa nampenda Manara. Yani vitu vyake sio anavyovifanya vile anavyoamsha nilikuwa napenda. Kwa hiyo nilianza kushabikia kule alikokuaga kule Simba. Ila baadaye mwenyewe nikajitwisted nikaona kama Mwananchi wananifaa. Hivyo nilikuwa tu mpenzi wa mpira, nikisikia mtu fulani ana hit anafanya vizuri, yuko wapi, yani ndio nafuatilia mpira hivi. Kwa Manara alifanya, na sio tu mimi, Manara alifanya yani vijana wengi sana wakawa wanafuatilia mpira. Nakumbuka hata siku moja kakaangu Nasibu Diamond Platinum alisha kusema kwamba Manara sio akiamia huku na sisi ndio huko. Kwa hiyo alikuwa na ushawishi ambao pia aliwafanya vijana wengi waweze kufuatilia mpira. Kwa mimi mmoja wapo. Nilikuwa napenda vile anachokifanya, nilikuwa napenda ushawishi wake, lakini mwisho wa siku nilikuta nafanya option ya kuwa mshabiki wa Yanga. Naam. Na kilichokuvutia zaidi ni kuwepo kwa Mayele kwa kipindi kile ama? Mayele nilimpenda mimi mwenyewe binafsi. Kwa sababu mpaka leo ni mshabiki wa Yanga, kama kuna wachezaji wako Simba mimi nawapenda wachezaji wao. Umeona? Lakini mimi ni mshabiki wa Yanga. Ila Mayele alinifanya pia niipende Yanga. Kwa sababu aliponifanya nimfuatilie kupitia Yanga, kuna wachezaji wengine walitokea kunichota, nikaenda timu, nikana maumivu ya timu ikifungwa hivyo. Sawa, unasema kuna wachezaji ambao wako Simba ambao unawapenda. Ni wachezaji gani?
Nafikiri huyu pia ana maama sana. Na sasa hivi karudi Chama. Chama ni mchezaji ambaye kiukweli mimi nilikuwa nikiangaliaga hata mechi zao, yani napenda uchezaji wake. Kuna skills ambazo wachezaji wengi wa Tanzania wanatakiwa wajifunze pia kupitia yule mshikaji. Kwa mimi napenda, ni shabiki yake in short. Unapenda Chama anavyocheza? Yani for sure. Mchezaji mzuri sana. Kuna siku moja nilipita nakuta kuna washikaji zako pale kazini kwako wanasemaje? Watu wakujua mpira huko bwana wana taabu. Sasa unafanyia fujo sana wenzako pale kwa kuna mechi. Unajua mimi bwana, mimi napenda bumbum, napenda ile show mtingishane. Unajua na ndo raha ya mpira. Mimi pale ofisini pana watu wanaangalia mpira, lakini huwa napenda vibe. Nikiona sehemu hapana vibe naondoka. Kwa hiyo nimekuwa nimejikuta napenda mpira, napenda ushabiki, napenda zile tingishana zile, ndo mpira wenyewe unataka hivyo. Kwa sasa pale kwa Yanga, ni kitu gani ambacho unakipenda sana? Kwa Yanga mimi napenda tu mwendelezo wao wa jinsi ambavyo wanafanya, jinsi ambavyo usajili upo hivyo. Kuna vitu vingi ambavyo siwezi kuviongea vyote, lakini nafikiri watu wanajua vitu ambavyo Yanga sasa hivi tukiangalia tu kwenye ligi huko, unaona mwenyewe ndugu mtangazaji, ipo wazi Yanga sasa hivi timu ambayo kiukweli tunatazamia kufanya makubwa zaidi kwenye miaka inayoenda hapa. Bwana mimi napenda mpira kiukweli. Tuachie wao watazungumza. Kwa kipindi kama hiki Ahmed, kuna wasanii baadhi wanakitumia pia kutunga kaswida. Vipi kiupande wako? Sio dhambi ukifanya, kwa sababu sisi wasanii pia tumepewa sauti, ambayo sauti pia ni mamlaka. Unatakiwa uifikishe au mpe sifa Mungu wako, hasa kipindi hichi ambapo sisi wengine hatufanyi kazi zetu za kidunia, tunafanya na nafikiri washafanya kina Lavalava wameshafanya, wasanii wengi washafanya, ila mimi pia kitokea nimefanya itakuwa poa, lakini sikuwa nimetazamia zaidi kufanya hicho kitu. Tukutarajie lini kuachia ngoma, kwa sababu umekuwa ni muda mrefu? Mimi kiukweli, to be honest, mimi na nyimbo na kazi nyingi ambazo mimi na record sana nyimbo, yani na muda wangu mwingi sana huwa naufanya kufanya kazi, kuweka store yangu ya muziki iweze kuwa nzuri. Kuna nafikiri tu hapa katikati kuna vitu vingi ambavyo nje na kazi za muziki nilikuwa nimejikita zaidi kwenye biashara, kama sasa na baba shop na mambo ya upepa, nilikuwa nimejikita sababu unajua kuna muziki afu kuna maisha pia. Sisi ni vijana ambao tunatakiwa tu focus pia kwenye maisha, kwa sababu kuna leo na kesho. Muziki unahitaji pia kutokuwa na stress kwa upande wangu, kwa sababu mimi nilikuwa nimefanya kazi chini ya management ambazo pia management zilikuwa zikipitia ups and down. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikaamua kujitwist, hebu ku move kwa upande ule kwanza, sababu unahitaji uwekezaji mkubwa, unahitaji time. Kama ambavyo unaona sasa hivi watu wanafanya kazi nzuri, wanafanya uwekezaji mkubwa. Kwa mimi pia kwa wasanii ambao hatuna management, tunajisimamia wenyewe, tunahitaji nguvu kubwa sana kuweza kupush, kuweza sacrifice muda wetu sana kwenye kutoa project, kwenye kufanya promotion. Sasa kuna ma TikTok challenge, kuna manini, kwa kila kitu kinahitaji muda. Kwa sasa nilijipa sana muda kwenye kuweza kuwekeza muda wangu kwenye business zangu kwa ajili ili nipate time pia kwenye muziki na kufanya kujisimamia mwenyewe. Kwa nafikiri soon tu nitaweza kudraft vizuri timetable yangu ya kuweza kuachia kazi zangu. Nafikiri hii mwezi kisha Ramadhani hapa nitapata jibu kamili. Project zangu ziko kwa namna gani? Yes. Umeshapata management mpya au kwenye mipango hiyo? Mimi sasa hivi sihitaji management, sihitaji mwekezaji. Yaani mimi nataka kujisimamia mwenyewe, kwa sababu nishatoka huko afu nishaona yani mambo yanafukua, kwa sababu sasa hivi ili uweze kufanya vitu vikubwa zaidi unahitaji uwekezaji mkubwa sana. Kwa game letu sasa hivi Bongo hapa watu wengi sana waamini kwenye, yani ni mpaka watu ambao waamshwe sana, na ndio maana ukiangalia lebo ambazo zinafanya vizuri ni chache, ila wawekezaji wako wengi, ila wasanii wao ni lebo chache ambazo wasanii wanafanya vizuri. Tukizungumzia kama Kings, mifano iko mikubwa, Kings Music, Wasafi, labda niliona Nandi pia naye alijaribu. Sasa tusione kama kuna msanii mwingine kamsaini. Mario pia nimeona kafungua lebo yake na msanii. Kwa hiyo niseme tu mimi siamini sana kwenye kuweza kusimamiwa labda na msanii mwenzangu mwingine. Nahitaji kujipush, nahitaji kuwekeza nguvu zangu, kutafuta pesa zangu nje na muziki, kuziweka kwenye muziki. Yes, hizo ndio focus yangu kwa mwaka 2026.